Bwana Yesu asifiwe. Rafiki mpendwa, mtazamaji na msikilizaji wa Theologist TV, tunafurahi mara tena kuwa pamoja na wewe wakati kama na huu kwenye kipindi hiki kizuri kia mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato. Ndio kwenye robo hii ya pili mwaka 2025 tunajifunza namna gani tutaweza kusoma na kuelewa nabii wa Biblia. Somo la 9 ni katika Zaburi sehemu ya pili. Leo sasa, siku ya Alhamisi, na kujia na somo linalosema wokovu wako ujulikane. Wokovu wangu ujulikane. Ninafanyaje ili kwamba nihakikisha kwamba wokovu wangu umejulikana? Wewe pia unatendaje ili kwamba uhakikisha kwamba watu wamejua wokovu wako? Anachokitaka kwangu na kwako leo Mungu ni kwamba wokovu wetu ujulikane. Nitakusii basi kwa unyenyekevu wote kusoma kwenye Zaburi ya 67 na tuangalie wimbo huu wa sifa unakuwezeshaje kuelewa wajibu wa watu wa Mungu katika Ufunuo 14:6 hadi 12. Basi tukiongozwa na Roho Mtakatifu, karibuni mpendwa. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kuwa mko mwaminifu katika kusoma hiyo Zaburi ya 67 na Ufunuo 14:6 hadi 12. Utaelewa kwanza kwamba Zaburi ya 67 inaanza kwa kumsihi Mungu atuangazie uso wake, kwa hivi njia yake ijulikane duniani. Hapo ni kwenye Zaburi 67:1-2. Kwa hivyo katika mpango wa wokovu, Mungu ametoa njia kwa ajili ya wenye dhambi kurejeshwa katika kuwepo kwake kuliko karibu na kwenye utukufu bila kuangamizwa kwa utukufu wake. Na hata sasa, mpendwa mtazamaji, msikilizaji, ninapozungumza saa hizi, katika maisha haya msalaba wa Kristo unawezesha uso wa Mungu kuangaza juu yetu pasipo sisi kuathirika. Mungu Yesu unapompokea kwa Bwana mkombozi wa maisha yako, kwa sababu amekufa kwa ajili yako, ufu wa Mungu unazuka juu yako na unaonekana. Unaweza kuangaza wakati Yesu amekaa ndani yako, lakini wakati hujampatia nafasi katika maisha yako huwezi kuangaza. Na kama huangazi, basi ni giza ndio unaleta. Najua ya kwamba Mungu anachohitaji kwetu ni kuwa nuru, sio kuwa giza. Giza ni ya shetani, lakini nuru ndio Mungu anataka tuangaze kwa ulimwengu wote. Lakini pia kuna zaidi ya hapo. Mungu anakusaidia kwamba tuangaze nuru yake kwa ulimwengu wote. Anataka tupate kuangaza kwa ulimwengu wote. Kumbuka kwenye Ufunuo 14:6 hadi 12, hapo kuna ujumbe wa malaika watatu, na hapo kuna ujumbe ambao lazima utolewe kwa kila kabila, kila lugha, kila jamaa. Watu wa rangi yote bila ubaguzi wote wanahitaji kumjua Yesu Kristo. Ni lazima tuwatangazie kuhusu wokovu wetu. Katika Zaburi hii ya 67, Daudi anatukumbusha kwamba Mungu anataka njia yake ijulikane duniani. Unafanyaje ili kwamba njia ya Mungu ijulikane duniani? Katika mahali pako pa kazi, unafanyaje ili kwamba watu wajue njia za Mungu? Katika namna yako ya kuishi na wengine na matendo yako, je, wamemjua Mungu? Wamejua njia za Mungu kupitia maisha yako? Anataka pia wokovu wake ujulikane katikati ya mataifa yote. Na kualika mrafiki mpendwa, kijana, mvulana na msichana, baba, mama, mzee, kila mtu mahali alipo kwa umri wake, na sijui elimu umesoma shule gani, haijalisi shule, haijalisi rangi. Anachokitaka, Yesu amemwanga damu kwa ajili yako, na anataka wewe pia upate kumpokea kwa Bwana mkombozi wa maisha yako, na hivi uangaze nuru yake, uwafunze watu njia yake ipate kujulikana kupitia wewe, na uwatangazie wokovu. Hiyo ndio jukumu ambalo Mungu ametupatia. Kijana, unaweza kutumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuhubiri, kuwatangazia watu. Tabia yako inaweza kuwavuta watu kwa Yesu, kwa sababu sisi ni lazima tuwe nuru. Jukumu letu leo ni kuwatangazia watu wokovu. Zaburi 67:2, ili njia zako zijulikane duniani, wokovu wako kati ya mataifa yote. Hakikisha nami nihakikisha kwamba ninafunza watu njia za Mungu zijulikane na wokovu wake pia. Uso wa Mungu unaangaza juu yetu ili tuweze kuonyesha utukufu wake kwa faida ya wengine, ili ulimwengu umjue Mungu na kumsifu. Je, maisha yako inamsifu Mungu?
Je, mtindo wako wa kuishi kijana, wewe unanisikiliza saa hizi, watu wanapokuona wanamsifu Mungu, wamemjua kweli? Ikiwa tabia yangu inawapeleka watu mbali na Mungu, hapo nimeshindwa. Lakini kuna tumaini. Ikiwa leo baada ya somo hili unaamua unasema, Yesu nisamehe, nimekubali kwamba umekufa kwa ajili yangu na umenipatia neema ya kutukuka, kwa hivyo fanya niishi na maisha yangu pate kuwavuta watu wengi kwako. Ikiwa hiyo ndio ombi lako, tuombe. Baba Mtakatifu, asante kwa somo hili. Asante kwa sababu ulitoa mwana wako Yesu Kristo afe kwa ajili yetu, na asante kwa neema ambayo umetupatia kuitwa wana wako. Tupatie neema pia kuwafunza wengine njia zako, na wokovu wako apate kujua kupitia mtindo wetu wa kuishi, kukuangaza kwa jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu, usikose kusubscribe, like na kushare.